Ingawa wakati huu wa kuagana si mzuri sana, maana tumeketi na ndugu zetu ambao tumeona ni wazuri, labda tungetamani ya kwamba wabaki hapa kabisa, lakini kwa sababu kuna majukumu mahali pengine, inatulazimu wakati mwingine inapofika wakati huu tuweze kuagana na wapendwa ambao tumeweza kukaa nao kwa muda mfupi lakini mzuri, na hatimaye waende waweze kufanya majukumu mengine mahali. Kwa hiyo tumefika kipindi hiki, ni washukuru wale wote ambao wameendesha kipindi cha watoto hapa, watumishi wa Mungu kina James na kina Alex, na tunasema hivi ya kwamba kuagana huku ni kuagana kwa aina yake, maana hata hamja kuona tunakufanya leo, kwa sababu tutaaga, kisha baada ya watakapomaliza kuaga wengine watabaki, kambi halijaisha, tunaendelea na programs, wengine watasafiri waende, lakini mgeni mkuu yuko hapa na wengine wako hapa mpaka ifike jioni kabisa atakapotoa sermonet ya kufunga kambi kabisa na kutangaza ya kwamba kambi limefungwa rasmi. Kwa hiyo tunaaga wote, lakini bado program zitaenda, na ni kwa lengo tu ya wale ambao wanataka kukimbia mahali, kwa sababu kesho wanakimbia kwa makambi mengine. Kwa hiyo kwa wakati huu naomba tuweze kuomba ili tuingie kwa programu hiyo na hatimaye tumalize tu kwa muda mfupi. Hebu tuamini na tuombe. Bwana wetu wa baraka, jina lako litukuzwe. Asante kwa sababu ya nafasi hii ambayo umetupatia ili hatimaye tuwe na muda mzuri wa kuagana na wapendwa hawa. Umekuwa mwaminifu tangu walipokuja, wamekaa na sisi kwa uzuri, lakini sasa haina budi waweze kusafiri na kurudi mahali walipotoka. Bwana, tunapoagana sasa hivi, naomba neema yako iwe pamoja nasi, na mwisho wa kipindi hiki tukuone wewe ukitukuka kwa ajili ya ukuu wa jina lako. Neema yako iwe nasi, kwa Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu tumeomba pamoja na kuamini. Amen. Basi bila kupoteza muda, nitaweza kuleta mmoja baada ya mwingine, na mtaruhusu tu nianze na hawa walimu wetu wa watoto, kisha baadaye tutatoka hapo tuingie kwa wengine mpaka tumalize, na ndipo tuwe tumemaliza programu hii. Programu ya watoto itaendelea vizuri kama ilivyopangwa, na tutamatch na kufanya vitu. Usipange kwenda nyumbani mapema hata kama wageni wanaenda nyumbani. Nianze upande ule, niko na ndugu yangu, rafiki yangu ambaye nimemjua sana nikiwa wilaya ya Kaloleni, akaanza kuwa rafiki wakati huo, ikaja Changamwe pale. Leo nimempata hapa, anaitwa James amekuwa teacher wa watoto, anajua watoto wamebarikiwa sana. Naomba James useme kitu alafu kutoa. Karibu. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Mimi nashukuru Mungu. Mimi ubaya wangu huwa ni mmoja. Nikiambiwa tumia dakika moja na tumiaka 45 seconds. Na kwa sababu nimeambiwa niwe mfupi wa maneno, nitakuwa mfupi. Nashukuru Mungu kwa sababu ya kipindi ambacho tumekuwa nacho. Tumekuwa na kipindi kizuri sana pamoja na watoto wenu. Nikishukuru wazazi ambao waliachilia watoto wao, tukaweza kukua pamoja na wao katika mafundisho. Mungu aweze kuwabariki sana, na wakati mwingine mkiomba kuachilia watoto muweze kuwaachilia. Langu ni ombi kidogo tu ya kwamba tuweze kutofautisha kati ya children ministry na clubs. Siku ya leo ilikuwa siku ya watoto, sio siku ya clubs. Na kila mmoja hako na uniform yake, madam ataweza kusisitiza zaidi, ili wakati mwingine tusiweze kuchanganya mambo ikae kana kwamba tumechanganyikiwa. Si ni sawa? Mungu aweze kuwabariki. Nasemaje kwa ajili ya mtumishi wa Bwana? Asante ndugu James kwa ajili ya kazi mzuri. Nimlete mtumishi wa Mungu pia hapa, Alex, aweze kutuambia kitu, alafu
akituambia bye itakuwa ni vizuri. Dakika ni chache kwa sababu ya muda. Wana na binti za mfalme na Salima, mjambo. Huyu ni Alex wa Manyonge, anatoka hapa chini kwa makambi ambayo inaanza kesho. Mtwapa district, nitakuwa hapo kama mwalimu wa watoto kama vile nimekuwa hapa, na tutakapokuwa hapo chini nitawaambiaje wale watoto wa huko? Si Mungu awabariki, na si hii isiwe mwisho wa kuonana, na kama huenda tukakosa kuonana, tuonane wapi? Si Mungu awe pamoja naye. Nasemaje kwa Alex? Anayefuata ni Josephine. Tafadhali Madam Josephine, sema kitu. Praise the Lord. Majina Josephine Onyango, kanisa Mtumuroni Great News. Nipeni tu salamu, nipeleke hii wiki inakuja, tutakuwa na makambi, tunaenda. Uniform ni Children Ministry. Mnasemaje kwa ajili yake? KTN tulikuwa naye hapa, mtu wa KTN, na ametupeleka vizuri, na si mwingine ni Boniface. Wangapi wanamkaribisha tuage? Wewe mtu mzima, sema wewe pia wewe. Nataka watu wazima wewe. Hiyo ni 005 tuhebu tu ya mwisho. Watu wazima, halo. Hiyo sauti nataka kidogo, hiyo ni ya 2%. Wewe wawa. Mungu aweze kubariki. Naitwa Teacher Boniface Obibo, Citizen TV. Tunatazama kwa Citizen ama KTN. Kutoka hapa naenda makambi ya Majaoni district. Kitu ambacho naweza sema kwa wazazi, nawashukuru sana kwa kuitikia wito kwa upande wa watoto kuachilia. Pia nitasisitiza kwa madam ambayo imetoka hapa, Children Ministry ni inavaliwa kwa upande wa dada, na wanaume ni yule alikuwa ametajwa hapo awali. So next time maybe mkiniita, najua hii ni mara pili mmeniita. Niita mara pili, mara tatu, naomba kila Children Ministry watoto wote wamevaa uniform ya Children Ministry. Mungu aweze kubariki. Nasemaje kwa Boniface? Asante sana Boniface. Basi nikuje kwa ndugu yangu hapa Idi, ili naye aweze kusema kitu. Ametusaidia kwa upande wa vitabu na amekuwa mwaminifu tu kutuuzia vitabu, hata vilipokwisha bado alituma na vilifika hapa leo. Barikiwa mtumishi. Wana na binti za mfalme, hamjambo? Mimi nimeshukuru, hata sijui niseme nini, kwa maana tumeshirikiana vizuri na nyinyi upande wa vitabu pale. Hakika kumefanyika muujiza. Yaani vitabu vingi vimeenda. Nilikuwa sitarajii hilo, lakini nyinyi watu ni wabarikiwa. Jambo lingine, ninapotoka hapa nitaelekea Malindi South kwa makambi. Sijui huko ni wabebee nini salamu. Haya, jambo lingine, ninawaacha na mafungu mawili ya Biblia, Waebrania 12 fungu la kwanza na la pili. Mtajisomea wenyewe. Watu wazima wanaweza kusoma hilo, na wale wadogo, wale vijana, Timotheo wa kwanza 4:12. Ni hayo, na Bwana kazidi kuwabariki nyote. Tusipoonana hapa duniani tena wakati mwingine, hebu tukaweze kuonana tena sisi sote hivi tulivyo kule mbinguni. Kristo, tunapokuwa na Kristo tuishi milele. Asante. Mnasemaje kwa mtumishi Idi? Asante. Pia nikuje kwa mama yetu, Mama Sara,
ambaye amekuwa akitubebea Bible study na kina wanafamilia wachanga, amekuwa akitusaidia kwa njia hiyo. Wanaomkaribisha aage jamani. Asante. Karibu mama. Asante mtumishi, nashukuru masaa haya kwa kunipa fursa hii. Nikishukuru wana Malanga wote kwa ajili ya kutukubali sisi wanenaji ambao tulitoka mbali na hapa. Mlitukubali na mkaweza kuishi na sisi kwa kipindi cha hizo siku 6, alafu leo ni ya 7, Mungu akituajalia. Hakika sisi wageni tuliotoka mbali tumefurahi kwa sababu tumesoma pamoja neno la Mungu, tumekula pamoja, tumekunywa na tumelala, tumetosheka. Hakika makambi yangeanza tena kesho, tungefurahi kama ingewezekana. Bwana Yesu asifiwe. Nikitoka hapa mimi narudi nyumbani. Ningeingia makambi mengine ya Rabai, lakini kwa sababu ya shughuli zingine singeweza. Nitarudi nyumbani. Makambi ya nyumbani yanaanza hivi kesho, na ninaloomba kwenu ni mtuombee hata sisi makambi yetu yaweze kuanza vizuri na kukamilika na tukaweze kubarikiwa kama nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Majina ni Sara Kiilu kutoka Mtito Andei Station. Kanisa linaitwa Kidumilo, Sabbath School inaitwa Katuli. Nikirudi mtanipa salamu. Haya, kwa niaba ya wageni wote, uendapo tumekwazana kidogo mahali fulani, ninaomba msamaha kwa niaba ya sisi wote. Mtusamee. Amina. Nawacha na fungu moja iliyo katika kitabu cha Ufunuo, ile la mwisho kabisa, Ufunuo 22:21. Nasema hivi: neema ya Yesu Kristo iwe nanyi nyote milele na milele. Amina. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Okay. Asante. Mnasemaje kwa Sara? Sara, umekuwa mibaraka kwetu. Mungu akubariki unapoenda. Tena nimlete mtumishi wa Mungu evangelist David ule ingine karibu nichanganye na ile Moridi. Natafuta hiyo network Moridi kuja, amekuwa akitusimamia kwa swala zima la AMR na ametuongoza vizuri. Naomba ukuje pia utuage unapoenda kule kwenu. Wangapi wanamkaribisha atuage pia? Asante sana. Karibu mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Napenda niweze kushukuru kwa wale ambao wamekuja tunapomaliza makambi, lakini tunataka niseme ya kwamba kwa ufupi ni kwamba kwa majina ni kama pastor alivyosema, ni Evangelist Mureithi. Nikiwa nimetoka katika sehemu za Hola, huko ndiko nafanya kazi ya uchungaji, lakini nishukuru tu kwamba wana Malanga kwa sababu tangia siku ya kwanza tulipokuja mahali hapa wametupokea, wametulisha, wametushughulikia. Ni kwamba tunatoka hapa tukiwa sisi hakuna chochote ambacho tuko nacho juu ya Malanga kwa sababu wametushughulikia. Na jinsi ambavyo nimeweza kuangalia makambi haya, nimeona kwamba watu wa Malanga ni watu wa maana sana, kwa sababu makambi tangia tulipoanza kuanzia kipindi cha kwanza tulikuwa tunapata watu wamejaa hadi tunapomaliza. Kwa hivyo nataka niweze kuwashukuru na muendelee na moyo huo, na ombi langu ni kwamba yale ambayo tumeweza kujifundisha sote, maana si tumeweza kuwafundisha, ni kwamba sote tulikuwa tunajifundisha yale ambayo tumeweza kujifundisha. Wacha tukaendelea kuyafuatilizia, maana yatatusaidia kuweza kutii. Na ninapotoka hapa ni kwamba kesho nitaelekea sehemu za Malindi North, ndio naingia katika kambi lingine, na nikimaliza kambi la Malindi North ni kwamba kuanzia tarehe 16 ile wiki nyingine nitakuwa na makambi
ya kanisa langu la kule South Coast ambao inajulikana kama Likoni Central. Hapo ndipo nitakuwa na makambi pia. Nikimaliza ndipo narudi sehemu za Hola. Katika huko kote ambako tutakapotembea tupeleke nini? Ombi langu ni kwamba mtukumbuke kwa maombi. Mungu awabariki. Asante sana David kwa ajili ya kuaga. Nimlete Pastor Samson Tui ambaye amekuwa akitushikilia kipindi cha stewardship, leadership na wale wanafamilia wazee ambao wamefarikiwa na jua. Si tumpatie nafasi ya tuage. Wangapi wanasema pastor yeye hata anaona kuchelewa. Barikiwa mtumishi. Bye bye. Amemaliza hivyo. Tuwe mzuri, tuwe anayeishi katikati ya watu Si Mungu ambariki zaidi Asante sana. Mwingine aliyebakia ni mgeni wetu mkuu wa kambi hili, mtumishi wa Mungu ambaye amekuwa wa baraka kwetu, Pastor Elijah. Naomba pia nimlete aweze kunena nasi, kisha atakuwa bado amebaki hapa. Yeye atangojea, atasubiri mpaka atangaze rasmi kwamba kambi hili limefungwa. Wangapi wanamkaribisha aweze kutuaga? Asante sana. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Mimi siagi, sifanyi maagano saa hii, muda utafika. Asa nilikuwa na hao wageni ambao wanaenda, Pastor Samson, Eddie na Mama Sara. Wanaposafiri tunawatakia kila la heri. Sisi tuko hapa na wageni wengine ambao mtasafiri. Mungu hapo na nyinyi. Asante sana. Yeye amesema hata haagi saa hii, ataaga wakati wake. Si Mungu ambarikie. Asante sana. Basi muda huu pia nimlete mtumishi wa Mungu Evangelist David Mitambo. Yuko wapi? Alitaka kutuaga pia, kuna mahali anaenda. Umefika? Yuko wapi? Karibu mtumishi pia tuambie kwa heri, kuna mahali anaenda. Alafu tuwe tumemaliza hivyo. Aliko Yesu. Amsterdam. Mbona. Nipenda nikiweze kumshukuru Mungu kwa nafasi hii. Kwamba nikiweze kuarifu ya kwamba katika masaa kama haya kesho nafaa nikiweze kuwa niko katika kambi la Shauri Moyo, hizo sehemu za huko juu. So nilikuwa nauliza huko ama nimetoka Malanga, kule niwapeleke nini? Asante tu, Mungu awabariki sana. Hilo ndilo la muhimu sana. Nilikuwa nasema ni project ili kama nikifika kule ninawamwambia waendelee kumenya, na Mungu atubariki sana. Asante. Mnasemaje kwa yote hayo? Mimi pia nitakuwa makambi tarehe 16 ya mwezi huu pale tunaita Baolala. Nitakuwa kule Ijumaa ya tarehe 21. Tasafiri kwenda Mombasa Changamwe. Tarehe 22 naaga mahali ambapo nimetoka. Kisha nikimaliza hapo tarehe 25 ya mwezi huu nitakuwa ninasafiri kwenda shuleni. Naomba nikienda makambi shuleni na kuaga wale watu Changamwe nipeleke nini jamani? Salamu. Lakini kitu msisahau ni kwamba kufikia Jumapili tunapumzika, Jumatatu tunapumzika makwetu, Jumanne halikadhalika, lakini Jumatano nitauliza wazee wa furaha wanipeleke yale makanisa yao, yaani kanisa lao na shule za sabato zao nizitembee. Kisha baada ya hapo nitakuja hapa Boga tuweze kutembelea Boga yenyewe tuione. By the way, nahitaji watu kwa chache, hatutaenda door to door kwa sababu muda ni mfupi. Nahitaji watu kwa kanisa, msikie mahubiri ya kwanza ya mchungaji
ndio mnikose sasa kwa hizo siku zingine zote ambazo zitakuwa zimebaki hapo mbele. Sawa sawa. So Jumatano mtakuwa Furaha, kisha Alhamisi nitakuwa hapa Boga, then Friday nitakuwa kule, na Saturday nitamaliza na Malanga. Kwa hiyo nikishamaliza hapo hamtaniona tena wapendwa, mpaka tarehe 5 ya mwezi wa ngapi? Wa 10, na itakuwa imenipatia sura ya kuona ukubwa wa district hii ukoje, kisha niweze kuketi chini kutengeneza itinerary yangu ambayo itanisaidia kutembea na kufanya kazi pamoja na nyinyi. Mungu awabariki sana. Asante. Naomba tuweze kiongozi elder wa district na kuhitaji hapa please, alafu tumalize hii. Basi mimi nimemalizia pale. Napenda kuchukua fursa hii nipeane kipaza sauti hiki kwa district elder ili atuongoze kwa ile hatua nyingine. Wangapi wanamkaribisha? Asante. Asante kwa kunikaribisha. Bwana asifiwe. Basi ni wakati mwingine ambapo wageni wetu wameweza kuja kutuaga, na mgeni akija kwenu lazima pia wewe ujisikie kwamba unasikia furaha na hata zawadi tunaweza mpatia. Kwa hivyo tunasema kwamba wageni, tunashukuru sana kile chakula ambacho mlitulisha. Ni kama kile cha Elia alicholishwa, akaambiwa kitakusaidia mpaka safari fainali fike kule unakoenda. Kwa hivyo nachukua nafasi hii kumshukuru Mungu kwa ajili ya wageni hawa, na ninaomba kwamba Mungu aendelee kuwabariki hata kule mnakoenda kuhudumu. Mungu awe pamoja nanyi na mkaendelee na kazi ile ile nzuri ambayo mmeweza kuifanya katika juma hili. Basi kipindi hiki ambacho tunacho sasa, nataka tuweze ku appreciate wageni moja hadi mwingine, na tukimaliza basi sehemu nyingine iweze kuendelea ile ya watoto wetu. Kwa hivyo nitaita moja moja, alafu nitaita mtu aweze kuja kumkabidhi. Mimi sitakabidhi mimi. Wa kwanza nitamwita. Hii zawadi hii inakabidhiwa kwa Boniface Mobibo. Wengine ungeweza kunyanyuka, na naomba mzee Kahande Samuel utembee unyo ili uweze kumkabidhi mtumishi Boniface. Asante sana, asante sana. Mnasemaje hapo? Amina. Basi anayefuata ni Alex Manyonge. Manyonge si mnyonge, ni Manyonge. Bwana asifiwe. Na nitaita Elda Mangi. Where are you? Mangi Baraka. Hii kamera inavuma, nafaa kufuta. Alafu inaonyesha kama iko na vumbi. Mungu akubariki. Siona
Haya, naomba wazee wenzangu wakuje hapa, mzee Amon, wale wazee wangu wa district, ndio nyinyi mtafanya hiyo kazi. Njoni hapa mbele, wazee wangu wa district wote mkuje mbele, hii kazi ni yenu. Asante sana. Mgeni anayefuata atazawadishwa na mzee Amon, na huyu anaitwa Josephine Onyango. Haleluya. Wale elders mbona siwaoni hapa? Simsonge mbele, wale waja nini? Elder Graham. Uko hapa, okay, asante sana. Haya, mgeni anayefuata Elder Graham utamkabidhi zawadi yake. James Msembi. Nasemaje kwa James? Amina. Elder Graham. Haleluya. Anayefuata atawazadiwa na Elder Joseph, na huyo anaitwa Eddie. Nasemaje kwa Eddie? Karibu. Mgeni anayefuata ni Sara Kiilu. Madam Rose. Sasa hao waliosalia nitapita the other side. Nitapita upande ule. Anayefuata Bwana Yesu asifiwe tena. Kuna wasichana wangu tulionana jana tukaongea maneno yetu mimi na wao, na kwa sababu naondoka sasa hivi, naamini wananisikia mahali popote walipo, watamuona dada Rose. Mkimuona Rose mtakuwa mmeniona. Haleluya, amen. Asante sana. Basi waliosalia nitaweza kupita upande huu ambapo ninaangalia, na Pastor Chafet Kazungu. Songa hapa mbele, utamuzadisha pastor wako mwenzako Emmanuel Waringa, pastor na pastor. Amen. Paparazi. Asante sana, asante sana. Basi anayefuata ni David Muridhi, na atazawadiwa na Hawekache. Amen.
Mnasemaje? Karibu. Wanasifiwe. Basi ndio anayefuata ni Pastor Samson Tui. Pastor Samson Tui atazawadishwa na district pastor. Unasemaje hapo? Amina. Asante sana, asante sana. Sasa mgeni wetu mkuu naye pia ametembelewa hapa na kiongozi wetu pastor pia ambaye ni kiongozi kutoka KCF, Pastor S. Karibu sana uweze kumtawadisha mchungaji Elijah Colton. Karibu mchungaji. Unasemaje wapendwa? Amina, amina. Bwana asifiwe. Haya, sasa mimi nafikiri nimemaliza kazi yangu. Sina la ziada. Nasema Mungu awabariki. Sasa na hand over kipaza sauti kwa wale ambao wanaongoza watoto ili sehemu nyingine iweze kuendelea. Unless mchungaji kama una anything ni hii. Wageni tunawashukuru kwa niaba ya wilaya hii. Mungu awabarikie. Tumewapenda, tutawapenda mpaka Yesu atakapokuja. Mungu awabarikie sana. Mnapoanza safari msafiri salama na Mungu awatie. Na sisi tuombe. Nashukuru sana. Asante. Tuamini na tuombe, tufunge hii alafu tuingie kwa nyingine. Kabla ya hiyo niseme asante pia Pastor Safari Saru kwa kuja kwa hii huduma ya handing and taking over. Mungu akubariki. Tunashukuru sana. Kuweko kwako hapa ni baraka kwetu. Asante pia kwa retired ministers ambao mmekuwa na sisi siku mzima. Mungu awabariki. Washiriki mbarikiwe hata mshangae. Tuombe. Jina lako litukuzwe, Bwana wetu wa neema. Asante kwa sababu ya kutuongoza kwa kipindi hiki cha kuagana. Tunaomba watoto wako wanapoanza safari kurudi makwao, neema yako ya usafiri iwe nao, wafikishe nyumbani salama, wakute pia jamii zao ziko salama, ili waendelee kushukuru na kutukuza wewe. Wale ambao wanabaki hapa, neema yako endelee kukaa pamoja na sisi mpaka tutakapomaliza kambi letu, maana ni kwa Yesu aliye Bwana wetu. Amen. Asante. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Basi naomba kuchukua nafasi hii kuweza kumkaribisha kiongozi wetu wa makambi pamoja na treasurer wetu wa wilaya waweze kutuletea ripoti ya sadaka. Tafadhali kiongozi wa makambi, mahali popote ulipo, karibu.
Asante sana. Karibu kiongozi treasurer wetu wa wilaya uweze kutupatia ripoti ya sadaka ya makambi. Kabla hajatupatia, naomba tuweze kufunga macho tupate sala. Tunaomba Baba na Mungu wetu uliye juu mbinguni, tunazidi kukurejesha sifa na shukrani kwa kuwa pamoja nasi. Angalia Baba, masaa haya tunapokuja mbele zako, tunaomba kwenda kusikia ripoti zetu ambazo ni ripoti za kukutolea wewe kile kilicho chako. Baba, andaa mioyo yetu. Pia vile vile namweka mkononi mwako kiongozi wetu anapoenda kututolea ripoti hii, kawe kiongozi wake, waweze kumbariki. Ni katika jina tukufu la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Happy Sabbath. Happy day. Niko mbele yenu kuwaletea ripoti ya camp goals zetu zenye sadaka tumetoa kuanzia Januari kwa kila kanisa. Tukianza na Malanga, goal ya Malanga Church ilikuwa ni 81,000. Kufikia leo wameweza kutoa 70,665. Amen. Wamebakisha 10,335. Tukienda Furaha, goal ilikuwa ni 44,000. Wamejaliwa kutoa 20,055. Amen. Wamebakisha 23,945. Amen. Tukienda Boga Church, goal ilikuwa ni 37,000. Wamejaliwa kutoa 33,600. Wamebakisha 3,400. Hiyo ndio ripoti kufikia leo ya matoleo yetu. Amen. Wasemaje kwa ripoti hiyo? Amen. Wasemaje? Amen. Bwana aweze kutubariki. Ni ombi langu, tumefahamu jinsi ilivyo, tutazidi kutia juhudi kuweza kukamilisha kwenye mapungufu, si ndio? Bwana tubariki sana. Basi tunaingia kipindi kingine na namkaribisha kiongozi wa watoto akapate kutuongoza. Asante. Bwana wa Mungu na wasalimu, mjambo. Imefika ile saa. Imefikaje? Watoto? Nani ako na serious? Kale kawimbo kanapokuja hivyo pole pole. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bado tuendelea na makambi, bado tuendelea na sherehe, si ndio? Basi kuna vipindi moto ambavyo vinaendelea hapa, kwa hivyo usikae mbali. Tuko hapa mpaka jioni, tuko na neno la kufunga makambi, ndipo tukapumzike. Tunatoka hapa kesho saa 6 mchana. Simbarikiwe. Asante sana. Na tutakapotoka baada ya neno, tunahakisha haya madawati yote hatutumii tena. Kesho tunapeleka ndani kule ambako tuliyatoa, tuyarejeshe huko hivyo vile tulipokuta, tupaache hivyo hivyo, na tuzidi kubarikiwa. Asante sana. Basi ninawasihi na kuomba kwamba tuweze kuomba Mungu ili tuweze kuanza kipindi chetu. Mtakatifu naye tupenda, jina lako litukuzwe. Shuka na utende jambo katika kipindi hiki, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu. Sasa watoto ambao wako na 0 years to 4 years, watoto 4 years to 7 to 6 years waje mbele yako. Naomba mkimbie hapa watoto wadogo. Kimbia. Watoto wote tukoje mbele. Watoto wote waje mbele.
Watoto wote 10 years to 12 years wajipange pale wao 10 to 12 ama 10 to waende penye pesa, naenda hapo hapo. Watoto wengine wote wachongele hapa mbele. Watoto njoo. Watoto wadogo 0 to 3 na mboga malanga, mboga malanga. Teachers, karibuni sana. 0 to 3 years. Nataka tufanye maneno kidogo hapa. Aha. Usome nini? Alafu unafanyaje? Ha? Aha. Si nini? Alafu tena. Alafu Alafu tena. Fanyaje? Alafu alafu tunaposema swing 4 years to 6 wasonge penye madam wako hapo. Alafu nataka nibaki na 0 to 3. 0 to 3 wakuwa hapa kwa madamu wao mzuri huyo mwenye amepepa kiboko hata wachapa, lakini songeni hapa 0 to 3. Shetu ukikuja. Aha. Tena. Aha. Aha. 0 to 3 hapa. Kuna wengine hawajui.
Come on. Nani? Afu. Tena? Afu. Afu. Bio. Sweet kidogo. Where is it? Where is it? Go up. Ha, unaimba. Where's your waist? Where is it? Kweli? Kweli? Wengine wanakataa. Imba. Are you happy? Kweli? Ha? Unatafuta maneno? Lapo? Sumu ngumu? Wewe imba. Wewe nawe? Tena? Aha. Tena? Alafu? Bio. Wewe na? Ajui. Wengine wanakataa? Ule mwingine ajui? Don't want to shake? Meisha. Wow. Sasa mnasemaje? Waendelee ama waache? Kama ulikosa siku zingine, ulikosa utamu. Thank you very much. Tulete watoto. Mwenye uliwacha nyumbani, je, umefaidika wapi? Watoto tuendelee? Tuendelee tukikuja hivi? Tukielekea huku? Much?
wazazi wote tuweze kukaa chini. Mkisimama hivyo mnatushtua. Na ukijua wewe ni 13 years to 16 or 18 ulikuwa kwa class, simama pale. Simama pale. Ukisimama hapa unanichanganya. Ninataka hao watoto please. Simu nisaidie. Nisi wajui. Wakienda, ninashukuru wazazi wote kwa kutupatia watoto hapa Malanga. Nisingekuwa hapa siku ya leo, ningekuwa kwa kambi langu inaisha leo. Lakini nashukuru Mungu kwa kunipa nafasi niweze kujumuika na sisi. Sasa tukiendelea na presentation, pale tutafanya vibaya, utatusamea, utatufundisha next time tufanye nini? Tufanye vyema. Tutafanya kwa uwezo wetu pale tunaweza. Na mubarikiwe. Tunaanza na 10 to 12. Watoto wa 10 to 12 years ndio ambao wanaingia on stage ili kuweza kutuonyesha kile ambacho wamefundishwa kwa wiki nzima, kuanzia siku ya Jumatatu kufikia hapo jana wakati ambapo tulikuwa tunamaliza. Walimu wa Malanga District, Children Teachers Malanga District, Children Teachers Malanga District, tafadhali. Tuweze kujipanga kwa haraka sababu muda pia umetupatia kisogo. Tukiomba walimu wote, kama wewe ni mwalimu wa watoto, tafadhali kuja huku ili tukaweze kusaidiana, tukaweze kufanikisha siku hii. Ambao wako mbele yenu ni watoto wenu wa miaka kuanzia miaka 8 hadi miaka 12. Anapima makano manne dakika mbili. Haya, ili wazazi, habari zenu? Happy Sabbath. Niko kwa hii age ya 10 to 12. Niko na miaka 11. Nataka tuwaimbie nyimbo. Tuko na nyimbo moja, tuko na nyimbo mbili, si ndio? Tuko na nyimbo moja, alafu tuko na poem mbili, alafu tuko na drama. So, tayarisha nini? Mdomo wa kucheka wakati wa drama. Tayarisha mdomo wa kucheka wakati wa drama. Enggak. Dama. Imani
Tagara ni bro. Ninasumbuka kwenye lindi la mashaka, nipe nguvu za kushinda yote, ewe Kristo msaada milele. Nina taabu, ninasumbuka kwenye lindi la mashaka, nipe nguvu za kushinda yote, ewe Kristo msaada milele. Ewe Kristo msaada milele. Haya, hiyo ilikuwa ni kionjo, but tungewapatia nyimbo mbili, lakini wacha tuwapatie kamoja tu, kionjo kimoja. Tunaenda kwa poem, boys poem, alafu then tutamaliza na wasichana girls. So girls, naomba tusimame kule. Boys, in front of you, a PowerPoint class ready to present for you a poem entitled Obedience in Life. Entitled Obedience in Life. Welcome. Obey your Lord your God with mind, heart, and soul. Obey your parents that God gave on earth. Obey your teacher who will preach your God. Obey your elder who has no sins but. The scriptures were the will of God. Obey the God commandment and discretion. The prophet warning word of God. Amen. Obey the laws of God with smiling face. Obey your master, Almighty God. Obey the truth God taught to walk His ways. nasemaje? Wasichana, hiyo ilikuwa ni poem ya pili. Ilikuwa ni ya kwanza, hii tumemaliza. Tunaingia poem ya pili, alafu tutamaliza na co-act drama. So baada ya hawa, tayarisha mdomo wa kucheka. Tayarisha mdomo, kama ukula vizuri usininiwe.
of you are PowerPoint class, ready to represent for you a poem entitled Obey Command of God. Sit back, relax, and tic-tac your callers. Welcome. He is our eternal Father. He has said, this truth we have to obey and sing. Every action of us should please Him. He has commanded us to do the right thing. Following His Son's principles, we shall walk ever on His path. Obeying command of God, we should live. We should take care of all with love. Selfless service and love bring obedience. Every soul is our brother and sister and very true. Thank you. Hiyo ni poemu ambayo tulikuwa nayo. Sasa tunaenda kuingia katika kipindi chingine ambapo tutakuwa na game moja. Haya, halo. Tayarisha mdomo wa kucheka. So, tayarisha mdomo wa kufanya nini? Cheka. Mtoto nani muuzi? Nende naye. Halo, tayarisha mdomo. The next. Arioki, kanitia mtumwa wangu. Ilikuwa ni testing. Arioko. Yes. Nitie mtumwa wangu. Sawa mkuu. Nafanya. Sawa. Akanitia wale vijana watatu. Sawa. Naitwa na Mfalme. Ndio hawa hapa Mfalme. Mnaweza kwenda. Usiku nilimeota ndoto. Na hiyo ndoto imesumbua sana. Naomba mnielezee hiyo ndoto. Na atakayejibu vizuri ataweka huru. Sawa Mfalme. Usipojibu vizuri mtakatakata vipande. Wewe Mfalme, uishi milele. Tuambie sisi watumishi wako ile ndoto
na tutakuonyesha tafsiri yake. Baada hamjajibu vizuri, askari wapelekeni tena. Endo kanitie Danieli. Nilisikia kwamba anatafsiri ndoto vizuri. Sawa. Danieli unaitwa na mfalme. Habari hapa Danieli. Sorry. Unaweza kwenda. Habari. Sorry. Usiku niliota ndoto. Ndio ndoto ilisumbua sana. Naomba unionyeshe, uniambie tafsiri yake. Mfalme, uliota sanamu kubwa yenye umbo la kutisha na mwangaza mkali. Nasemaje? Part 2 kidogo tu, part 2 nitaonyesha part 2. Part 2 Because of time, mwalimu very fast, because time is not with us. Please, 10 minutes remaining. Do very fast kwa sababu kuna wadogo hawa wanachoka sana. Hawa ni wadogo sana, wamesimama sana, wanachoka sana. Please. Arioko, nije mtumwa wangu. Sawa mfalme. Ndio mfalme. Kachukua wale watatu na waingize katika tanuru la moto. Hello. Nilikuwa ni testing kidogo. Kwanza vizuri wapate. Nimeshaweka ndani, unaelewa? Nimeweka kule ndani hiyo buku.
Justin ndio cameraman. Aryo. Sawa. Ndio kanaangalia wale wetu waliona ndani ya sanaa. Sawa. Palme, kuna watu watatu wenye hainani. Ndio kale. Sawa. Kwa nini umekataa kuinamia sanamu? Askari, kwa wapeleke kwenye tanuru la moto. Askari, tayarisha moto. Sasa. Tinja tulipata. Tukoi niwaweke katika tanuru la moto. Unachelewesha. Mkuu. Hata naenda pale mbele. Aryo. Ni James Mwa. Ndio kaangalia wale vijana watatu. Ndio kaangalia wale vijana watatu kama wametumeka. Sawa. Nimeweka watu watatu, sasa hivi naona wanne. Ngoja nikaambia ufanye. Palme, nimeweka watu watatu, sasa hivi naona wanne. Ndio kwa watoto. Meshak, Shadraka na Abednego, tokeni. Kuanzia leo tutaabudu Mungu wa Shadraka, Meshak na Abednego. Nasemaje? Tunamalizia hapo. Mungu aweze kubariki. 0 to 3, 0 to 3. Hiyo ni story ya Daniel. Tunaielewa Kanisa vizuri. mzima tafadhali, piga makofi. Piga makofi. Ilikuwa ni testi, ilikuwa ni kazi ngumu Mungu aweze kubariki.